tumiti tukutane jamani, acha kabisa. Ngoma kati ya zile kali ambazo mimi binafsi naamini ni miongoni mwa kazi zinadumu na zinaishi kwenye muziki wa Bongo Flava, basi huwezi acha kutaja ngoma ya Uswazi Take Away ya kwake Chege. Amemshirikisha Malaika. Big shout out ziende kwa Chege Chigunda, mtoto wa Mama Saidi, ambaye yeye ni miongoni mwa watu wa kwanza kabisa kugundua na kumweka Malaika kwenye muziki na kusema huyu anajua kuimba na atafika mbali. By the way, safari yake ya kwanza ya muziki ilianzia hapa kwa Chege. Baadaye Malaika akatoa kazi nyingi kali ambazo zilifanya vizuri kwenye game. Naikumbuka Rarua, kuna ngoma moja inaitwa Sare Sare alifanya na producer Manson Selector, lakini mwanzoni kabisa ilitoka kutoka kwa Chege Chigunda, ngoma inaitwa Uswazi Take Away. Miongoni mwa kazi ambazo zinaishi na zinafanya vizuri mpaka leo. In case you didn't know, wakati napiga story na ndugu yangu Chege Chigunda, akanipa story ambayo watu wengi walikuwa hawaifahamu kwamba hii ngoma ilipaswa kuwa Chege featuring Mwasiti, lakini kilichotokea ni kwamba Mwasiti hakuonekana na ilikuwa story nyingi sana. Mia Yusho ya kuja studio mara ya kwanza inazingua, kuja studio mara pili inazingua, kuja studio mara tatu inazingua. So kilichotokea ni kwamba ilibidi Chege aende kushuti video vipande vyake peke yake alafu amwache Mwasiti. Lakini wakati anashuti video yeye anasema kuna mtu alikuwa anafanya makeup. Wakati anafanya makeup akasikia sauti mtu kama anaimba, anaigizia ile sauti ambayo Mwasiti aliifanya. Chege akasema sasa mimi nitashuti na wewe video. Then baada ya pale wakaenda studio, wakaenda kuvua sauti za Mwasiti, wakaweka sauti zake. Chege huyu hapa anatuambia. Tukiwa amerekodi Tudi Thomas na mwanzoni ilikuwa ni collab na Mwasiti, lakini siku ambayo tunashoot video, siku ya kwanza tuliairisha, siku ya pili tuliairisha, siku ya tatu ikabidi tuende location. Tumeenda location kwa Mwasiti akawa hajatokea tena siku ya tatu. Lakini wakati wa location nilikuwa na plan ya kushoot vipande zangu, alafu nione nini ambacho kitafuatia, kwa sababu hata sehemu ambazo zilikuwa member zilikuwa nyingi sana. Kwa hiyo nikawa nimefanya maamuzi ya kurekodi wimbo kama wimbo ni shoot video basi utoke. Lakini wakati nipo location pale, wakati wanaandaliwa madada wale kwa ajili ya kuingia kwenye video, kuna makeup artist mmoja akawa anaimba. Nikawa namsikia kuna mdada akiwa anaimba Simoni. Nikamuuliza Adamu anaimba nani huyo? Adamu akaniambia ni makeup artist wangu ambaye ndio Malaika. Nikamwambia basi mimi naomba huyu aimbe kwenye hizi nafasi nzima Mwasiti, ndio tutaenda tukavaa focus. Tukashoot video na ukiangalia video amebadilisha ngoma mara mbili kwa sababu ilikuwa ni ghafla. Yaani hakuwa kwenye mpango wa kuimba kwenye ule wimbo. Wimbo tumeenda kushoot kwa na sauti ya mtu mwingine. Lakini baada ya kumkia anaimba nikaona huyo naweza nikamweka ndani na akafanya vizuri. Basi tukashoot video kwenye sauti za Mwasiti. After kushoot video tukaenda tukavua vocals zile za Mwasiti, tukamrekodi tena Malaika. Wimbo ukatoka na ukawa number 1 kila radio everywhere. Tani noma, Uswazi Take Away ni noma mpaka leo hii watu wanaipenda. Nashukuru Mungu, juzi nimetoka Kenya ni perform vile. Song kubwa kinoma na mimi hapa mara nyingi sana huaga napendaga kuanza katika engo ya kibiashara. Unajua isiishie tu kwa ngoma ikawa nzuri ikahiti ikaishia hapo. Ili neno Uswazi Take Away, Chege kama unatusikiliza right now unaweza kulitumia vizuri sana kutengeneza brand ya kamgahawa fulani hivi ambacho tunapata Uswazi food fulani, lakini pia unaweza kutembea nayo ikawa hata festival fulani hivi ambayo inahusiana na mitikasi mizima ya Uswazi food. Yani Uswazi Take Away unaweza ikawa kubwa zaidi, acha tu muziki, unaweza kuifanya kama mgahawa kupata maokoto ya kutosha, lakini pia kama ni festival fulani hivi ambayo inafanyika hata mara moja kwa mwaka hivi kwenye fuku za beach, Coco Beach pale nini, Uswazi Take Away festival, watu wakajaa pale, vitu fulani vya Kiswahili vikapatikana pale, miguu ya kuku nini, kachori nini, vitu kama hivyo. Yani kwa hiyo inakuwa ni engo nzuri sana kibiashara. Mwingine naye partner wako Mheshimiwa Temba, toka tumeanza kumuona anatembea na toothpick mdomoni. Ile toothpick anaweza kufanya kibiashara zaidi, akaja na toothpick brand ambayo inaitwa Temba Toothpick. Mimi nawasanua tu wanangu, kuna mikonja mingi sana ambayo bado hamjaisanukia. Yeah. Kuna vitu vizuri vitatoka baadaye kutoka kwa Mshua kama ukweli ni kwamba hakuna sound yoyote ambayo tunaisikia duniani watu walikaa wakasema tutengeneze sound
sound zote zinatokea natural. Muziki ni kitu natural. Hakuna watu walikaa ikakaa meza cabinet ya maproducer wa kina nani. Hii ni kitu ambayo imetokea Tanzania peke yake. Nilikuwa napiga story siku moja na ubunifu. Mwanamama Carola Kinasha nilikuwa naye hapa. Huyu ni mmoja kati ya mtu ambaye ana elimu kubwa sana ya muziki. Ameusomea na ameshafanya kwa muda mrefu sana. Anasema katika usomaji wangu wa muziki na kuzijua soundi, sijawahi kuona sehemu watu wamekaa eti tunatafuta sound ambayo itakuwa ni sound ya taifa. Na walimweka mama kwenye cabinet yake alikataa. Alisema chanzo cha kukataa kwa sababu nilikuwa naona ni kitu ambacho hakiwezekani, sound haijawahi kutafuta kwa style hiyo. Mama aliwekwa kwenye mchongo. Aliwekwa kwenye mchongo. Mama akasema mimi naomba mnitoe jamaa. Akasema kuna nini kule, kuna chambe kule, mama mzalendo. Mama yuko sawa. Mama unibabaishi na yuko sawa kwenye mitikasi hiyo. Akuwa mtumia tumbo. Okay. Akasema sound ni kitu ambacho kinatokea natural. Haijawahi kutafutwa sound. Hizo tunaziona reggae, tunaziona hizo afrobeat. Tunachokuja kubatizwa ni jina tu la sound, lakini vyote vinatokea natural kama ilivyotokea sound ya singeli hapa nchini kwetu. Unajua twende taratibu na kitu kimoja. Mada ya leo inasema muziki wa Bongo Flava kuhusiana kwamba sio biashara. Muziki wa Bongo Flava ni biashara, ni biashara ndogo sana ambayo inafanyika hapa ndani kama tulivyokubaliana. Lakini kwa huko nje bado haijawa biashara. Na kwa sababu gani? Bongo Flava imechafuliwa sana. Bongo Flava imechafuliwa sana. Maana yake nini? Bongo Flava ndani yake kuna kipindi Bongo Flava ilikuwa ina crunk humu ndani. Kuna kipindi Bongo Flava ilikuwa ina zuku. Kuna kipindi Bongo Flava ikawa ina piano humu ndani. Kuna kipindi ikaje sasa hivi ndo kuna kompa. Hiyo Bongo Flava inachanganywa, wanaita bongo kompa, bongo piano. Ndio kinachofanyika pa Bongo. Kitu ambacho sio kweli. Tushakubaliana kwamba Bongo Flava itatuchelewesha. Tayari imeshakuwa ina pollutions za kutosha, ina uchafu mwingi ndani yake. Yaani ni box tupu ambayo limejaa genres za watu wengine, lakini nje limeandikwa Bongo Flava. Sasa hatujachelewa sana. Haja umejaribu kugusia kwamba wewe binafsi yako unasema singeli sio sound ya okay, it's okay, kwa maoni yako ni sawa pia. Nimependa juzi wamefikia hatua kubwa sana kuitambua kama singeli ni muziki ambao tuutumie kama nembo ambayo itatutambulisha kimataifa. Which is nachokiona mimi, kama tutakazia kwenye hii kitu, Manifongo ataweza kutuletea Grammy hapa na wenzake wakina nani, JTMC wakina nani, kuliko Diamond. Anaweza kutuletea Grammy hapa Manifongo kabla ya Diamond hajatuletea. Kwa sababu gani? Singeli ni sound ambayo haipatikani duniani kokote. Ni kitu unique kabisa ambacho kinajitegemea kivyake. Bado inahitaji kuboreshwa kwenye upande wa producing, kwenye upande wa sound, kwenye body shaking, zile style zao za kucheza, tuiweke sasa kimataifa ili tuende tukaiuze. Wenzetu wa mapiano, tukichukulia mfano wenzetu waliofanikiwa, amapiano kiukweli ni genre ya maajabu. Wale jamaa walichokifanya dunia inashangaa. Ukienda pale Jamaica, hakuna genre yoyote iliyowahi kuhit ukiachana na reggae zao. Sasa hivi Jamaica wana kitu wanakiita jama piano. Hadi wenyewe wa Jamaica wanashangaa. Hii piano imekuja imetuteka kiasi gani? Sio tu Tanzania ndo tunapitia kitu, hadi Jamaica pale piano imegusa. Sasa tuna muda kuendelea kujitathmini kwamba wenzetu walifanya nini mpaka wakaingia katika sehemu ambazo si rahisi kuingia. Yaani Jamaica pale na reggae waambii kitu, lakini wamefuse reggae na piano. Kuna kitu sasa hivi wanakiita jama piano. Wenzetu Nigeria pia sio sehemu rahisi, lakini piano imefika pale. Wenyewe wana kitu sasa hivi wanakiita uja piano, afro piano, wamefuse piano. Kwa hiyo lakini tayari unajua Nigeria wana ile nani yao, wana afrobeat ambao inaendelea kuwatambulisha, na kina Chris Brown wanaweka verse kila siku. Tuko sawa kwa hiyo. Sina shida na hiyo. Shida ni kwamba na jaribu kuzungumzia singeli na piano ni genre ambazo zimekuwa pamoja. Unajua afrobeat ya miaka 70. Yaani huo ni babu, hatuwezi kumshinanisha na watoto. Hiyo ni wamefanya kina Fela Kuti miaka ya 70 na nasema hii piano ambayo imeanza miaka ya karibuni na singeli ambazo ni kama na historia zake kila siku nasema zinafanana. Zote zimetokea mtaani, zote zilistruggle kuingia kwenye mainstream, lakini kwa nini ikaonekana piano ikaenda kuliko singeli ikamwacha mbali kabisa? Kuna sehemu moja kidogo ambayo tulimess. Sasa pale tulipomess tunaweza tukarudisha makosa. Mimi si proud kuona juzi Jumapili Diamond amechukua tuzo zilikuwa zinafanyika Jamaica pale, tuzo za reggae na world music katika kipengele cha best afrobeat entertainer, na alikuwa anakishindanishwa na watu kama kina Wizkid kina nani. Lakini pia tunafurahia juzi hiyo ngoma ya Mitu ambayo ni ngoma kali baizo, imeingia katika top 10 za BBC. Inaitwa Afrobeat Top 10 za BBC. Alafu imeingia nyimbo kutoka Tanzania. Manake ni nini? Kwamba bado sisi tunaweka katika kundi la Afrobeat kwa sababu hamjulikani nyie nani, kama mwanetu nani Rumi. Yaani we nani? Unajua bado hamjajulikana nyie kina nani. Ndio maana tunashinda kwa categorize katika fungu moja. Mimi nadhani bado hatujachelewa. Cha kufanya ni kwamba nini kifanyike namalizia kwa hii. Bado hatujachelewa.
Singeli ni mziki mzuri sana, ni saundi nzuri sana ambayo bado tuna room kubwa sana ya kuendelea kuiongeza. Hata hii piano haja wakati inaanza haikuwa hii ambayo tunaisikia. Ukiangalia documentary ya piano ilifanyika na BBC, ipo YouTube pale, ilikuwa inaonekana ni mziki wa kihuni kwa sababu tempo zake zilikuwa zinaenda haraka, lugha ilikuwa inatumika ilikuwa si nzuri, body shaking zake zilikuwa za Kiswahili kama Singeli, kwa hiyo ika-struggle kuingia mainstream. Baada ya kuona potential kwenye huu mziki, walijipa muda wa kuitengeneza, kuikarabati mpaka tunaiona sasa hivi piano inavutia kiasi hiki. Bado tuna muda kuendelea kuikarabati. Mimi nimependa hatua nzuri sana kuitambua Singeli kama mziki ambao unaweza kututambulisha. Na tukikaza na kazia tena na malizia, wale wenzetu kimataifa wanaangalia sana origin sound ya wapi ambapo mnatokea. Inawezekana Manifongo na timu yake wakina Nani Shilo Mwamba wakawahi kutuletea Grammy ya Tanzania kabla ya Diamond. Tujipe muda, tuendelee kuitengeneza Singeli. Ila me to me cha mwisho kabisa umeongea vizuri Kodax.